من الشيطان الرجيم ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغ فارتدا على آثارهما قصصا فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. استمر. بارك الله لك. شكرا، بارك الله فيك، أحسن الله إليك، جزاك الله خيرا. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. Naam, leo tunatarajia kwa uwezo wa Allah kuanza katika sura hii ya 18 aya nambari 57, waman adhlamu, na ni nani dhalim zaidi, mimman dhukira biayati rabbih, kuliko yule ambaye alikumbushwa aya za Mola wake mlezi, fa'arada anha, akazipuuza, yani baada ya kuwa ameshazifahamu akazipuuza, hakuzitilia maanani. Huyu ni tofauti na yule mtu ambaye bado hajazijua aya za Allah subhanahu wa ta'ala. Huyu ameambiwa, akazisikia, akazifahamu, halafu akazipuuza, kama ambavyo ipo katika suratu Taha ilivyokuja wanahshuruhu yawma alqiyama man a'rada an dhikri, yote atakayepuuza utajo wangu. Yani ni kama alikuwa amehifadhi Qur'ani halafu akaisahau, au aliyefundishwa fiqh halafu akaisahau, au akawa hajaisahau lakini haitekelezi, huyo anakuwa amepuuza. Kwa Allah amesema waman a'rada an dhikri, atakayepuuza utajo wangu na ukumbusho wangu, fa inna lahu ma'ishatan dhanka, duniani atapata maisha ya dhiki. Wanahshuruhu yawma alqiyamati a'ma, halafu siku ya kiyama atafufuliwa hali ya kuwa ni kipofu. Ni nani dhalim zaidi kuliko huyu? Wanasiya ma qaddamat yadahu, na akasahau makosa yaliyofanywa na mikono yake, kwa maana ya kwamba nayo akawa hatubii kwa sababu ya makosa yake. Sio kwamba kayasahau, hakumbuki, lakini hatubii. Kule kutubia kunaonyesha kwamba huyu mtu hajasahau kwamba amefanya kosa, ndio maana anaendelea kuomba msamaha. Yule anayejifanya kwamba kosa lile limepita na anajipuuza au anaendelea kufanya makosa mengine, huyu ni kama kwamba amesahau makosa yake, hata kama anayakumbushia kwa watu, kwa maana ya kwamba anakumbuka, lakini kama hatubii ni sawa sawa na mtu ambaye amesahau makosa yake. Wanasiya ma qaddamat yadahu inna ja'alna ala qulubihim akinnatan, katika sisi tumefanya katika qulubi, katika nyoyo zao, akinnatan, kuna vifuniko au vizibo, an yafqahuhu, ili wasiweze kuwa na fiqhi ya kile walichokisoma. Yani mtu alisoma dini akakumbushwa aya za Allah akazifahamu, halafu akaendelea kufanya uovu, huyu malipo ya ule uovu wake hujaliwa kuharamishiwa fiqhi ya kile ambacho anakijua. Wa fi adhanihim waqra, na katika masikio yao huwekwa vizibo vile vile,
wa in tad'uhum ila alhuda, na kama watawalingania waje katika uongofu, falan yahtadu idhan abada, hawatoweza tena milele kuongoka baada ya uongofu wao walichagua upotofu. Wa rabbuka alghafuru dhurrahma, na Mola wako ni mwingi wa kusamehe kwa wenye kuomba msamaha, dhurrahma, mwenye rehma nyingi, wa kuwapa muda watu wa kuomba huo msamaha kabla ya kuwapatiliza. Lau yuakhidhuhum bima kasabu, na lau kama angalikuwa si mwingi wa kusamehe na kwamba anawapa muda watu wa kuweza kutubia, lau yuakhidhuhum, ingalikuwa anawapatiliza haraka haraka, la ajjala lahumul adhab. Lau yuakhidhuhum bima kasabu, ingalikuwa anawapatiliza na kuwachukulia pale pale kwa yale waliotenda, la ajjala lahumul adhab, ingalifanywa haraka adhabu yao hapa duniani. Bal lahum maw'idun, lakini wao wanao muda maalum ulekewa miadi, wakati maalum, la yajidu minha maw'ila, hawatopata pa kukimbilia kwa muda huo ukifika. Watilka alqura, na hivyo vijiji tulivyokusimulia. Watilka alqura, yani qaumu Ad, Thamud, qaumu Hud, qaumu Shuaib, qaumu Saleh na nyinginezo, qaumu Lut na ashabu Madian. Tilka alqura, hizo ni vijiji mbalimbali. Ahlaknahum, tuliwaangamiza wao watu wa vijiji hivyo. Ahlaknahum, tuliwaangamiza watu wa vijiji hivyo. Lamma dhalamu, kwa sababu ya dhulma yao, au lamma dhalamu, pale walipodhulumu. Lakini lamma dhalamu hasa maana yake ni kwa sababu ya dhulma walioifanya. Waja'alna limahliki maw'ida, na tulifanya kila kimoja katika vijiji hivyo kule kuangamizwa kwao kuliwekewa wakati maalum. Anasema katika tafsiri, waman adhlamu mimman dhukira biayati rabbih fa'arada anha, wanasema qaddamat yada, maana yake wala ahada, hakuna yoyote adhlamu, alidhulumu zaidi, linafsihi, kudhulumu nafsi yake, mimman dhukira biayati rabbih, kuliko yule ambaye amekumbushwa aya za Mola wake mlezi, allati tadulluhu ala tariqi alhaqi, ambazo zilikuwa zinamuongoza kuelekea katika njia ya haki, wa najati min alhalaki, na zinamuongoza katika kuokoka kutokana na kuangamia. Kashaoneshwa njia ambayo akifuata ataokoka milele na milele. Fa'arada anha, akapuuza. Hivi nani anaweza kuwa dhalimu zaidi ya huyu? Kashaoneshwa hii ndio njia ya kuokoka, huku ukipita hutoungua na moto, nyumba hii imeshaungua tayari, lakini ukipita huku utatoka. Yeye akaamua kupita kule kwengine ili ende akaungue. Ni nani anaweza kuwa dhalimu kuliko huyu? Falam yatadabbarha, akawa kuzingatia aya, walam yatta'idh wa yatadhakkar biha, wala kupata mawaidha wala kukumbuka kwa sababu ya aya hizo. Wanasiya ma amila min as-sayyiati, na akajisahaulisha kwa kutokutubia yale makosa aliyoyafanya, min al-kufri wal maasi, miongoni mwa ukafiri na madhambi. Falam yatafakkar fi aqibatiha, akawa hafikirii kuhusiana na mwisho mbaya wa matendo hayo. Walam yatub ila Allah ta'ala minha, wala hakutubia kwa Allah kutokana na madhambi hayo. Mfano wake kwamba watu wanajisahaulisha madhambi ni kama ambavyo Allah anasema, yauma yab'athuhumullahu jami'an, siku ambapo Allah subhanahu wa ta'ala atawafufua watu wote, fayunabbihum bima amilu, awaambie, awape habari kutokana na wale waliokuwa wakiyatenda. Ahsahu Allah wa nasuhu, Allah yeye ameyadhibiti vizuri na wao wanadamu wameyasahau matendo yao. Katika hili la kusahau matendo kuna kusahau namna mbili. Kuna kusahau kwa sababu mtu aslan alipotenda lile tendo lenyewe alikuwa hajui kwamba anatenda dhambi. Wakati mwingine mtu anafanya jambo akidhania anafanya wema, kumbe anafanya dhambi. Na anasema Ibn al-Qayyim rahmatullahi alayhi, yale matendo ambayo sisi tumeyafanya, madhambi ambayo tumeyafanya hali ya kuwa hatuyajui, ni mengi zaidi kuliko madhambi tuliyofanya hali ya kuwa tunayajua. Halafu akasema Ibn al-Qayyim, katika haya tuliyofanya wakati tunayajua, mengi zaidi ni yale ambayo tumeyasahau kuliko tunayokumbuka. Lakini bahati mbaya tena, katika hayo machache tunayokumbuka, tuliyotubia specifically kwamba hili tunatubu na kukoma na kuacha dhambi hii na kuomba msamaha kwa Allah na kurejesha haki za yule tuliyomdhulumu, ni machache tena kuliko yale ambayo hatuyatubu. Kwa hiyo mtu kufanya tauba ni jambo kubwa sana, kwa sababu kuna kawaida kwanza ya mtu kusahau dhambi. Halafu kuna kusahau kwa namna nyingine ambako mtu sio kwamba hakumbuki kwamba aliua, hakumbuki kwamba alishiriki labda mapinduzi, sio kwamba hakumbuki kwamba alishiriki. Huku kwetu si mapinduzi yanatokezea kila baada ya miaka mitano. Kwa kuna watu wanashiriki katika kile, ikitokezea tena wanaua tena, wanarejea tena kuua tena, kurejea tena. Na wengine sio kuua watu, lakini kudhulumu katika vipimo, kudhulumu katika sehemu zetu za kazi, kufanya ghushi, kufanya dhulma na kufanya udanganyifu na kadha na kadha. Mtu anaendelea nalo, sio kwamba hakumbuki, lakini anajisahaulisha kwa maana ya kwamba hatubii, bado anaendelea na dhambi hiyo. Ni kama kwamba mtu huyu naye anakuwa amesahau dhambi yake. Inna ja'alna
ala qulubihim akinnatan, tumeweka vizuizi katika nyoyo zao, an yafqahuhu, wasiwezi kuifahamu Qur'ani. Ai inna ja'alna ala qulubi haulai almu'ridina, sisi tumeweka katika nyoyo za hawa wenye kupuuza an ayati Allah, wanaozipuuza aya za Allah, idha dhukiru biha aghtiya, tumewekewa pazia linalozuia mawaidha yasiweze kuingia katika nyoyo zao, kama ambavyo Allah amesema kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun, yale matendo yao. Kwa mfano vile kupuuza kwao walipokumbushwa mara ya kwanza, walikuwa washaamini halafu wakapuuza. Kule kupuuza kwao kunafanya mara ya pili moyo uwe msusuavu, uwe mgumu kama jiwe, hauingii tena mawaidha, kama ilivyotokezea kwa Mayahudi na wanafiki. Aghtiya, kuna vizuizi, lialla yafhamu, ili wasifahamu, ma dhukiru bihi minha, kwa yale ambayo wamekumbushwa kwayo miongoni mwa aya za Allah. Wala yudriku maaniha, wala wasipate maana yake, idrakan yantafiuna bihi, kufahamu ambako kunaweza kuwaletea manufaa wakatekeleza. Mfano wake ni kama ambavyo Allah subhanahu wa ta'ala amesema, khatamallahu ala qulubihim, Allah subhanahu wa ta'ala amepiga chapa katika nyoyo zao, ala sam'ihim wa ala absarihim, na katika kusikia kwao na katika kuona kwao, wakishawa, kuna vizuizi au vizibo au vifuniko, wala hum adhabun adhim, na wao na adhabu kubwa. Na pia Allah amesema katika maana kama hii ya watu kupigiwa chapa wakawa hawezi kufahamu, afaraaita man ittakhadha ilaha hawahu, je, umemwona yule ambaye amefanya mola wake kwamba ni matamanio yake ya nafsi, wa adallahu Allahu ala ilmi, na Allah akampoteza baada ya kufikiwa na elimu, baada ya kwamba alikuwa akashajua kitu, alafu Allah subhanahu wa ta'ala akamwacha apotee kwa sababu alipofikiwa na elimu yeye alipuuza elimu akaelekea vitu vingine. Wa khatama ala sam'ihi, na hapo akapiga muhuri Allah juu ya usikivu wake, akawasikii tena, wa qalbihi, na moyo wake pia ukapigwa muhuri, wajaala ala basarihi ghishawa, na akajaliwa katika macho yake ikawa kuna kizibo, haoni jambo la haki. Faman yahdihi min ba'di Allah, ni nani atakayeweza kumuongoza huyu baada ya Allah subhanahu wa ta'ala kumzuilia uongofu? Afala tadhakkaruni, hamkumbuki? Kwa hiyo aya hii inna ja'alna ala qulubihim akinnatan yafqahuhu, ni kwa sababu ya watu kufanya i'rad baada ya kuzijua aya wakazipuuza, na haya ni makemeo makubwa kabisa kwa mtu ambaye amepewa ilmu halafu akapunguza katika matendo. Na wafi adhanihim waqran, na hii inaongezea pale pale, na katika masikio yao kukawa vile vile kuna vizibo. Ai waja'alna fi adhani almu'ridina, kujalia katika masikio ya wenye kupuuza an ayati llahi, aya za Allah, thiqlan, kuna uzito, lialla yasma'u ayatihi samaa fahmin wa intifa'in biha, waweze kusikia usikivu wa kuweza kunufaika na kuweza kuongoka kutokana na usikivu huo. Wa in tad'uhum ila alhuda, na baada ya hapo ikiwa utawaita katika uongofu, falan yahtadu idhan abada, hawezi kuongoka milele. Ai wa in tad'uhum ya Muhammad, ewe Muhammad, ikiwa utawalingania ila tariqi alhaqi, katika njia ya sawa sawa, falan yaslukuhu abadan, hawataweza kuifuata milele, li'iradhim, kwa sababu yale kosa lao walilotanguliza wenye wao na kupuuza haki baada ya kuitambua. Wa taba'a Allahu ala qulubihim wa asma'ihim, na kwa sababu wa tabi'i Allah, na kwa sababu ya Allah alivyokwisha kupiga chapa ala qulubihim, katika nyoyo zao, wa asma'ihim, na katika masikio yao. Mfano wake ni kama ambavyo Allah amesema, innal ladhina kafaru, wale kufuru, sawaun alaihim, ni sawa sawa kwa wao, anzartahum, ikiwa utawaonya, am lam tumdhirhum, au kama hujawaonya, la yu'minun, wao hawawezi kuamini tena. Khatamallahu ala qulubihim, kwa hivyo kwa sababu Allah ameshapiga chapa katika nyoyo zao, ala samihim, na katika masikio yao, ala absarihim ghishawa, na katika macho yao kuna vizibo na pazia, walahum adhabun adhim, na wana adhabu kubwa. Waqala subhanahu, innal ladhina haqqat alaihim kalimatu rabbika la yu'minun, hakika wale ambao limeshathibiti tamko la adhabu kwa Mola wako juu yao, hao hawawezi kuamini. Walau ja'atuhum kullu ayatin, na hata kama utawajia na kila dalili, hata yaraul adhaba alim, mpaka waone adhabu iumizayo, kama vile ambavyo tumesema jana, illa an ta'tiyahum sunnatul awwalina au ya'tiyahumul adhabu qabla, mpaka pale adhabu iwajie kama walivyokuwa wakiangamizwa watu wa zamani kwa pamoja, au imjie adhabu mtu peke yake, roho inatoka. Sasa hapo ndo huwa mtu anaamini, hakuna namna nyingine hapo, lakini lazima tu ataamini. Au watakapoiona adhabu siku ya kiyama baada ya kufufuliwa, pia watu wote watasema kwamba sisi tumeamini. Walau taraidil mujrimuna nakisu ruusi, mlao ngaliwaona watu waovu wakosefu wakiinamisha macho yao chini na vichwa vyao chini, rabbana inna sami'na, rabbana absarna wa sami'na, wakisema yeye Mola wetu, sasa tumeona tumeshasikia, farji'na na'mal salihan inna mu'minun, turejeshe duniani tukatende matendo mema, sasa sisi ni Waislamu.
hapo iman haitosaidia kitu tena, kwa sababu hata yarawul adhab alalim, mpaka waione adhabu yenye kuumiza yenye machungu. Na katika maana hiyo pia Allah amesema innaka la tusmi'ul mauta, hakika wewe Muhammad huwezi kumfanya aliyekufa aweze kusikia, aliyeshakufa moyo wake wewe huwezi kumfufua akasikia. Wala tusmi'u summa, wala huwezi kumfanya asikie mtu ambaye yeye mwenyewe ni kiziwi. Wala tusmi'u summa du'a wala idha wallaw mudbirin, wale ambapo huwezi kusikia ulinganio wako pale ambapo wao wenyewe wamegeuza migongo yao wakiwa wanakimbia. Wama anta bihadi al-ummi, wala wewe huwezi kumuongoa kipofu an dalalatihim, kutokana na upotofu wao. In tusmi'u, huwezi wewe kumsikilizisha kusikia kwenye manufaa, illa man yu'minu biayatina fa muslimun, isipokuwa mtu wewe mwenyewe amechagua imani akawa ni mwenye kujisalimisha kwa Mola wake. Wa rabbukal ghafuru dhur rahma, katika sura Kafi aya ikaendelea kusema wa rabbukal ghafuru dhur rahma, na Mola wako ni mwingi wa kusamehe na mwenye rehma, kwa maana ya kwamba wa rabbukal ghafuru dhur rahma, na Mola wako ni mwingi wa kusamehe na mwenye rehema kwa wale wenye kutubia kwake yeye. Na mwenye rehma anawapa muda watu hapa duniani hata kama si waumini waweze kusikia maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala, waweze kurudi. Wa rabbuka ya Muhammad kathiru satri ala dhunubi ibadi, ni mwingi wa kuzitiri makosa, kuyaficha makosa ya waja wake, ni mwenye kufanya msamaha na kufuta. Watajawuz an muakhadhatihim biha wa huwa arrahimu bihim, na pia anayavuka anayachupa makosa yao. Ndio maana Ghafur anasamehe na kufuta na anapita makosa yao. Halafu wa huwa arrahimu bihim, pia anawahurumia, kwa maana ya kuwa anawapa neema tofauti tofauti, anawapa hapa duniani neema tofauti tofauti. Law yaakhidhuhum bima kasabu, law kama angalikuwa anawapatiliza papo papo bima kasabu, kutokana na yale makosa wanaoyafanya, la ajjala lahum aladhabu, angalifanya haraka adhabu kwa wao hapa duniani. Ai lau arada Allahu, angalitaka Allah an yuaqiba haula alkufara, kuangamiza hawa makafiri, almu'ridina an ayati, wanaozipuuza aya zake, bima amilu min adh-dhunubi wal atham, kutokana na wale waliyotenda miongoni mwa madhambi na makosa, allati min jumlati, ambayo miongoni mwake ni alkufru, ni kukanusha, walmujadala, na kufanya uhasama wa maneno, kila wanapoambiwa hoja wanaijibu, wali'radhu, na kupuuza baada ya kushakujua haki wakaikataa kwa makusudi na kuiacha. La ajjala lahum al'adhab, Allah angalifanya adhabu yao iwe hapa hapa duniani, fi dunya, ni duniani. Walakinahu, lakini Allah ta'ala mtukufu, litisafihi bil maghfirati war rahmati taraka muajalatihim, lakini kwa sababu ya kusifika kwake kwamba ni mwingi wa kusamehe na mwingi wa kufuta madhambi na kuchupa makosa ya waja wake, anaacha kuwafanyia haraka. Mfano wake ni kama ambavyo Allah amesema walau akhidhullahu an-nasa, na lau kama Allah angaliwachukulia watu bima kasabu, kwa wale waliofanya, mataraka ala dhahriha min dabba, asingaliache katika mgongo wa ardhi yoyote yule, walakin yuakhiruhum, lakini Allah anawachelewesha, ila ajali musamma, mpaka muda maalum utakapofika. Na halafu akasema Allah, bal lahum maw'idun, lakini wao wanao wakati maalumu, la yajidu minha maw'ila, hawatopata pa kukimbilia katika muda wake. Walakin lahum maw'idun, lakini Allah anao wakati maalumu, madhurubun, uliowekwa, wa ajalu muqaddarun, na muda uliokwisha kupangwa, liadhabi, kwa ajili ya kuadhibu wao. Yuakhiruhumullahu ilayhi, Allah subhanahu wa ta'ala anawachelewesha mpaka ufike muda huo. Wala yajidu malja'an, hawatopata pa kukimbilia, yaljauna ilayhi, wakimbilie hapo, min aladhabu, kutokana na adhabu. Na yule ambaye shani yake ni hivi kwamba anao muda maalum, anajua utafika, na kwake yeye muda si jambo kama kwetu sisi, kwa sababu yeye hazeeki. Kwake yeye yupo kabla muda haujaumbwa. Kwa hiyo yeye na muda ni vitu tofauti visivyoingiliana kabisa, hahusiki na muda. Ni kama vile mtu anavyotengeneza dimensions kwa ajili ya kutengeneza katuni. Zile dimension yeye hazimgusi wala hazimuhusu wala chochote kile, kwamba katuni akifika hapa ataishiwa maisha, au akifika hivi ataungua. Ukatengeneza dimension zako mwenyewe alafu kawachezesha game. Ndio kama sisi tulivyo mbele ya Allah. So na muda nao umeumbwa vile vile. Allah swala la muda kwake yeye halina athari, halimuathiri chochote, yeye ni timeless. Kwa hiyo kuwawekea muda maalum viumbe wake kwamba katika muda huo ataadhibiwa, huku nyuma watakachokifanya chochote haijalishi, kwa sababu ana uhakika wa mamlaka ambayo hayawezi kukisiwa na yoyote yule, wala hakuna yaweza kuyavuka au kuyachupa au kuyakwepa.
Watilka alqura, halafu Allah akasema basi hao ambao tumekusimulieni katika sehemu nyingine za Qur'ani hii ni vitongoji mbalimbali, ni miji tofauti tofauti, ni miji mingi. Ahlaknahum, tuliwaangamiza, bima lamma dhalamu, pale ambapo walidhulumu. Waja'alna limahliki maw'ida, na hao wote kuangamizwa kwao kulifanywa kwa muda maalum, yani walikuwa muda huo ulipofika hakukuwa na namna ya wao kuweza kukimbia. Watilka qaumun, hao ni watu qura. Watilka qura qaumi Nuh, vijiji kama vya qaumu Nuh wa Hud wa Salih wa Shuaib wa Lut na ghairihim, na wengineo. Min al-umam al-madhiya, katika umati zilizopita. Ahlakna ahlaha, tuliangamiza watu wake. Lamma dhalamu anfusahum, walipozidhulumu nafsi zao. Bilkufri wal maasi, kwa kufuru na kuasi. Kama qala taala, mfano wake aya hii au kipande hichi ni kama ambavyo Allah amesema, wa qauma Nuhin, na kaumu ya watu wa Nuh. Lamma kadhabu rusula, walipokanusha mitume wote, kwa sababu ukimkanusha mtume mmoja ni sawa na kwamba umewakanusha mitume wote. Lamma kadhabu rusula, walipokanusha mitume wote. Aghraqnahum, tuliwagharikisha, wakazama katika bahari. Waja'alnahum linnasi aya, tukawafanya wao ni dalili ya uwezo wetu kwa watu watakaokuja baada yao. Wa a'tadna, na tukaandaa lidhalimina, kwa ajili ya madhalim, adhaban alima, adhabu yenye kuumiza. Wa Adan, na watu wa kaumu ya Ad. Wa Thamud, na kaumu ya Thamud, yani watu wa Nabii Allah Hud na watu wa Nabii Allah Salih. Wa ashabu rasi, na watu wa kisima. Arras inaweza ikawa ni kwamba walikuwa wamechimba kisima kikubwa wanachochotea maji, au waliangamizwa pakatengenezeka shimo kubwa mfano wa shimo la kisima, au ni watu ambao walikuwa kawaida yao ni kuchimba, kama wale walivyoitwa ashabul khudud, walichimba shimo kubwa kwa matumizi mengine. Hatujui hasa, lakini wengi wafasiri wanasema kwamba huenda, kila mmoja amesema, kauli nyingi zipo, lakini kauli yenye nguvu, huenda hawa akawa ni wale watu ambao pahali pengine wanaitwa ashabu wale ashabul aika, watu wa vichakani, watu wa Nabii Allah Shuaib, watu wa mashamba. Kila mtume katika Qur'ani ametumwa mjini isipokuwa Nabii Allah Shuaib. Kwa hiyo huenda Nabii Allah Shuaib huko vijijini alipokuweko huko ashabul aika, katika vichaka ndio pia kulikuwa na kisima kikubwa, wakawa wanaitwa ashabur ras, watu wa shimo. Wote hawa wa quruna baina dhalika kathira, na karne nyingi za watu baina ya kutoka Nabii Nuh mpaka kufika kwa ashabur ras na baina yake. Wa kullan darabna lahu al-amthal, na hao wote vitongoji hivyo na miji hiyo tumepigia wewe mfano. Wa kullan tabarna tatbira, na hao wote tuliwaangamiza kuangamiza kuliko kubwa. Waqala subhanahu, na akasema Allah katika maana hii, dhalika min amba'il qura, hizi ni katika habari za watu wa vitongoji tofauti tofauti. Naqusuhu alayka, tunakusimulia wewe Muhammad. Minha, katika vitongoji hivyo. Qaimun, vipo vyenye kusimama mpaka leo, magofu yake yapo. Wa hasid, na vipo ambavyo vimelala vimeshamalizika kabisa. Wama dhalamnahum, na wala sisi hatukuwadhulumu, walakin dhalamu anfusahum, bali wao wenyewe walizidhulumu nafsi zao. Fama aghnat anhum alihatuhum allati yad'una min duni llahi min shay, basi haikuwasaidia yoyote wao miungu yao waliokuwa wanaiomba kinyume na Allah. Min shay'in, haikuwasaidia kitu chochote. Lamma jaa amru rabbika, pale ilipokuja amri ya Mola wako ya adhabu. Wama zaduhum ghaira tatbib, na miungu yao haikuwazidishia isipokuwa hasara. Wakadhalika akhdhu rabbika, na namna hivyo hivyo mshiko anaposhika Mola wako. Idha akhadha alqura, anapokishika kwa kukipatiliza kitongoji. Wa hiya dhalimatun, hali ya kuwa kitongoji hicho kimedhulumu. Inna akhadhahu alimun shadidu, mshiko wake ni wenye maumivu makubwa. Alimun shadidun, ni wenye maumivu na ni mkubwa mno mshiko wa Allah subhanahu wa ta'ala, madhubuti mno. Waja'alna limahlikihim maw'ida. Sura Kahfi, Allah akaendelea kusema, na tulifanya vitongoji hivyo tulivyoviangamiza vilipodhulumu, kule kuangamizwa kwao tulijalia kwamba ni wakati maalum, hauwezi kuongezwa wala ukapungua. Ay waja'alna liwaqti ihlaki alqura, tulifanya wakati wa kuangamizwa vijiji, adh-dhalimati, vilivyodhulumu, miqatan ma'luman, wakati maalumu, wa maw'idan muqaddara, na miadi iliyopangwa, la yutaqaddamu anhu wala yutaakhar, haitanguliwi wala haipitwi. Kama qala ta'ala, kama ambavyo Allah amesema kutafsiri au mfano wa aya hii, wa likulli ummatin ajal, kila kaumu ina muda wake wa kuangamizwa. Fa idha jaa ajaluhum, unapofika muda wake, la yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun, hawatangulii hawawahi, la yastakhiruna, hawacheleweshwi, wala yastaqdimu sa'atan, kwa muda hata mdogo, wala yastaqdimun, wala hawezi kutangulia kabla ya muda wake kufika. Waqala subhanahu, walau yuakhidhu Allahu an-nasa
na lau Allah angaliwachukulia watu akawapatiliza bidhulmihim, kwa dhulma zao wanazozifanya, mataraka alaiha, singaliacha juu ya ardhi, min dabati, mnyama yoyote, walakin yuakhiruhum, lakini anawachelewesha, ila ajali musamma, mpaka ufike muda uliopangwa. Faidha jaa ajaluhum, napofika muda wao, la yastaakhiruna, hawacheleweshwi, saatan, hata muda mdogo, wala yastakdimun, wala hawawahi kabla ya muda wake. Fawaidu tarbawia, faida za kielimu katika elimu na malezi katika aya hizi. Ya kwanza, kauluhu taala, min atakhwifi, katika kuogopeshwa mtu ambaye alisoma au alisikiliza mawaidha akaijua haki halafu akaipuuza. Aya hii inamtisha kwamba mtu huyo ndio ambaye ni dhalimu zaidi kuliko watu wote, kwa sababu alishafahamu haki halafu akaiacha, imma kwa kujua yeye akawa ndo amesoma yeye mwenyewe, au asomeshe au wasikilize, angalau kule kwa kusikia mtu ataijua haki. Sasa akiiacha baada ya hapo, kuna makemeo kwa mtu huyo, kama ambavyo kuna makemeo vile vile kwa mtu kuto kuendelea darsa, kuto kusikiliza kabisa, akawa ni jahili, kuna makemeo. Lakini na ambaye si jahili naye kuna makemeo. Kwa nini? Sasa alijifunza halafu akawa hatekelezi. Ya pili, inna ja'alna ala qulubihim akinnatan yafqahuhu, hathun ala fiqhi alquran. Hapa kuna kuhimizwa juu ya watu kufahamu tafsiri ya Qur'an na maana ya Qur'an na makusudio na mafunzo yanayopatikana katika Qur'an. Amesema kama ambavyo ilikuwa kwa masahaba, hawasomi aya 10 wakazipita wakaenda aya 10 nyingine mpaka wajifunze fiqhi na mafunzo yaliyomo. Kwa hiyo ile kusoma kwamba aya hizi zinatufunza nini, ile ni jambo muhimu sana katika tafsiri, kuliko tuko unafanya sardi, unapita tu neno na neno neno na neno, unafaidika nini na ile uliyojua tafsiri? Je, kuna mafunzo gani? Unachukua kitu gani cha kuweza kutekeleza? Jambo la tatu, wa rabbukal ghafuru dhurrahma, Allah subhanahu wa ta'ala katika aya hii anatupa tamaa kwamba rehema yake ina wasaa kubwa na maghfira yake yana wasaa mkubwa. Kwa hiyo mtu hata madhambi yake yakiwa vipi, Allah subhanahu wa ta'ala anasifika kwa kusamehe na anasamehe madhambi yote. Jambo la nne, tilka nahum lamma dhalamu, kuna kutolewa tahadhari kwa watu kudhulumu, wajue kwamba sababu ya lakinahum lamma dhangamiza vile watu kwa kawaua. Aya hii ndio sababu ya mtu kabisa. Na katika fawaida za ilmiya za kitaalamu na sayansi, ya kwanza, waman adlamu mimman dhukira biayati rabbihi. Katika aya hii anasema kuna na aya nyingine, dhulmun, hakuna mtu dhulmu zaidi wala jurman wala makubwa zaidi min abdin dhukira biayati rabbihi, Allah akabainishwa Maalim, hatukusikii. makemeo na kufanyiwa kutajiwa mambo mazuri aliyoahida. Waman adlam mimman, sisikilikani. Halo shehe, husikiki.